Wabende, urithi wa historia, utamaduni na ujasiriamali wa magharibi ya Tanzania. Kabila la Wabende ni miongoni mwa makabila ya asili ya Tanzania yenye historia ndefu, utamaduni tajiri na mchango mkubwa katika ujenzi wa jamii za magharibi mwa nchi. Ingawa mara nyingi halisikiwi sana katika simulizi pana za Kiafrika, Wabende ni kabila lenye mizizi imara, maadili thabiti na urithi unaostahili kuheshimiwa na kuandikwa kwa fahari. Tukianzia na asili pamoja na makazi, Wabende wanapatikana zaidi katika mkoa wa Katavi, hasa katika wilaya za Mpanda, Tanganyika na maeneo ya jirani. Kihistoria waliishi karibu na misitu, mabonde na maeneo yenye rutuba, jambo lililofanya kuwa na wakulima na wawindaji hodari. Asili ya Wabende inahusishwa na jamii za Kibantu, wakisafiri na kuhamia magharibi mwa Tanzania katika nyakati za kale, wakitafuta ardhi yenye rutuba, maji na usalama wa jamii zao. Uhamaji huo ulijenga kuwa watu wastahimilivu, wavumilivu na wanaothamini ushikamano kwa jamii. Je, ni ipi lugha ya mawasiliano ya Wabende? Wabende wana lugha yao ya asili ijulikanayo kama Kibende, ambayo ni sehemu ya lugha za Kibantu. Ingawa Kiswahili kinatumika sana siku hizi, hasa kizazi cha sasa, Kibende bado ni chombo muhimu cha kuhifadhi utambulisho, historia na hekima za mababu. Methali, nahau na hadithi za jadi zilikuwa ndio njia kuu za kuwafundisha maadili, busara na historia kwa vijana. Wabende ulio, Wabende wewe, Wabende ikonke, wasingampola empola wasesia. Katika swala zima la kimaisha, kiuchumi na kijadi, Wabende walijikita zaidi katika kilimo cha mahindi, mtama, ulezi, mihogo na maharage, uwindaji na ukusanyaji kama njia ya ziada ya kupata chakula, ufugaji mdogo wa mbuzi na kuku. Kilimo hakikuwa tu chanzo cha chakula, bali pia ni msingi wa mshikamano wa kijamii, kwani shughuli nyingi zilifanywa kwa ushirikiano, yaani ujamaa wa jadi. Kiutamaduni na mila za Wabende wanaongozwa na heshima kwa wazee, umoja wa familia na maadili ya kijamii. Mila nyingi zililenga kumjenga binadamu mwenye nidhamu, uwajibikaji na ujasiri. Baadhi ya vipengele muhimu ni sherehe za kijadi zikiambatana na ngoma, nyimbo na midundo ya asili. Ngoma za jadi zilitumika katika sherehe, misiba na matambiko. Mila za ndoa zilisisitiza heshima, mazungumzo ya kifamilia na mshikamano. Ngoma kwa Wabende haikuwa burudani pekee, bali pia ni lugha ya mawasiliano na dunia ya kiroho na kijamii. Kabla ya dini za kisasa, Wabende waliamini uwepo wa Mungu mmoja mkuu, pamoja na heshima kwa mizimu ya mababu kama walinzi na waongozi wa jamii. Mababu walionekana kama daraja kati ya walio hai na ulimwengu wa kiroho. Hadi leo, imani hizi zimechanganyika na Ukristo na Uislamu kwa namna ya kipekee, huku baadhi ya mila za jadi zikiendelea kuheshimiwa. Uongozi na mfumo wa jamii. Jamii za Wabende ziliongozwa na wazee wa kimila, machifu au viongozi wa ukoo. Mfumo huu ulihakikisha haki, amani, usawa na kuzingatiwa, na migogoro kutatuliwa kwa hekima badala ya nguvu. Changamoto na mabadiliko ya kisasa. Kama makabila mengine mengi, Wabende wanakabiliwa na changamoto nyingi kama kupotea kwa lugha ya asili na kupuuzwa kwa historia ya jadi, mabadiliko ya maisha ya kisasa. Hata hivyo, elimu, uandishi wa historia, sanaa na vyombo vya habari vina nafasi kubwa ya kufufua na kuhifadhi utambulisho wa Wabende kwa vizazi vijavyo. Hapa nataka kukwambia kuwa kabila la Wabende ni hazina muhimu ya historia ya Tanzania. Ni kabila lenye hadhi, maadili na mchango mkubwa katika ustawi wa jamii za magharibi mwa nchi. Kuandika, kusimulia na kufundisha kuhusu Wabende si tu kuhifadhi historia, bali ni kulinda utambulisho wa taifa. Jamii isipojua ilipotoka, haiwezi kujua inapoelekea. Sisi Finu Media
Tumejipanga kuhakikisha kizazi cha sasa na kijacho kinafahamu simulizi ya Wabende pamoja na makabila mengine yaliyo ndani ya mkoa wa Katavi, yakiendelea kuishi, kusikika na kuheshimiwa. Ungana na Finu Media sasa kwa historia hizo kwa kila itwapo leo. Langu jina ni Edita Chiwaligo na hii ni Finu Media.